Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Lakini watoto wanasema lugha ya kigeni. Bana basolo ba Ibrahim te. Watoto hawasemi lugha ya nyumbani. Ozolanda? Unapata? Pona bolo ba ke coutume de l'enfant ndavo utakande pa mwasi. Ni kusema ukabila ya mtoto nyumbani natoka kwa mwanamke. Mwasi a bien bana bakozala na comportement bien. Ukapata mwanamke mzuri watoto watakuwa na tabia nzuri. Ozwi mwasi a mabe okolela bana bakozala pena comportement. Unakamata mwanamke mbaya utalia watoto watakuwa na tabia mbaya. Et puis pe na kisha pia oza ubie na mosala oza commerçant okei wapi otika ni mwasi na yao huko mwa biashara oyemema na Isiro. Unakuja hapa Isiro. Otiki mwasi soki na Kisangani na bana obala oye. Unaacha mwanamke mjini Kisangani na watoto unakuja. Poko takarie tu sabo. Uingie kwenye mahali pa Olingate mwasi au nom de Jésus. Usipende mwanamke. Olina mwasi mususude au nom de Jésus. Usipende mwanamke mwingine kwa jina la Yesu. Kozwa vina yo na légèreté te. Usikamate uzima wako kwa mchezo. Bafanda kana mwasi te pona mbamu. Hawakalaki na mwanamke kwa sababu ya pesa. Bafanda kana mwasi poli lobengini yango. Hawakalaki na mwanamke kwa sababu neno naikubali. Obenga mito bana komisi pelisa kanzoto lokola mopagani. Haukuitwa uache kujifurahisha mwili za mpagani. Oza mwana Nzambe. Wewe ni mwana wa Mungu. Mibomba pe mitosa. Ujifiche pia ujiheshimu. Ezala mate ofania wao basomona ngate. Ilikuwa kana ikala hapa ndio. Jamba za kande na motema. Mungu anakuwa ndani ya roho. Kosakana na vina yote. Usicheze na maisha yako. Okoya kukumba bila kelima beo moni vina yonyose komi bloqué. Utakia kuchukua laana bure na kuwa parce que osakani nango. Kwa sababu ulicheza naye. Okomisi nzela ya Nzambe neti libertinage. Tia njia ya Mungu sawa maneno ya kuzoea. L'ennemi emporté. Faites très attention. Fanya angalisho sana. Voilà, c'est tout parenthèse na fongoli bona ba boulonneur banani ba onyo. Kula hiyo kifungo kwa maana très clair. Ni mati na dhahabu. Nina kuzana très clair sana. Itakuwa urahisi. Ozana mosala. Uko kwenye kazi. Oye mosala mibatela. Unakuwa kwenye kazi ujichunge. Kujitazame unaenda wapi? Et puis yo pe mwasi. Na wewe pia mwanamke. Ozoe kosambelo benga mite bwana bovivaka via impudicité. Unaitwa kuomba au uitwe kwa sababu ya jili ya ukahaba. Crains Dieu. Uogope Mungu. Donne-lui la gloire. Ulete sifa. Mibatela Nzamba kokotso esika kimia. Ujichunge na Mungu atakuletea mahali pa ukimya. Bato ebele basakana nde yango nde babeba pe. Watu wengi walicheza ndio maana waliharibishwa pia. Très important. Ni muhimu sana.
Balobi, la moitié de leurs fils na nusu ya wana wao parlaient l'astodien wakasema lugha ya et ne savaient pas parler l'hébreu. hawakujua kusema lugha ya nyumbani. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Walijua tu lugha ya Donc, ya basi wana wale mabanda mataifa kwa wengine. rona bango eza kondima nzamba Abraham. Hiyo wale wanamke kazi yao ni kusema usikubali Mungu wa Ibrahimu. Usijue hiyo lugha, usijue. Sasa mwana tu nimbo. Toza bastodien. Wakati mwana anauliza sasa sisi ni wastodia. Na boye kuna penda nga papa te hebreu. Alibite. Jikuja pia lugha ya baba wa Ibrania, asema hapana. Yeko la même langue tir. Yeko la langue tir. Ujue hata lugha ya lugha ya Les enfants connaissaient une telle langue ou une autre. Walijua malugha nyingine. Ils ne connaissaient pas l'hébreu. Mais tata lo baka hébreu. Lakini baba anasema Kiebrania. C'est que maman zo garder mwana olengeke ayekola nalo langue ya ye. Mama yuko anachukua mtoto namna ajue kwa lugha yake. Asita ayekola ba langue musu. Kisha ajue malugha nyingine. Pa ya tatue. Hapana ya baba. Wana ko bena no mariage. Utaita hiyo ndoa. Okobela lo bana mariage. Utaita hiyo ni ndoa. Et c'est pourquoi Nehemia a cassé ça. Ndio maana Nehemia alikata hiyo nyumba. A cassé. Alivunja hiyo nyumba. La Bible se continue. Biblia inaendelea. Je leur fis des réprimandes. Niliwatombokea. Et je les maudis. Nikawalaani. Parce que batelemela qui écriture. Kwa sababu alisimamia andiko. Yango Paul parle baki que si même un ange vient. Ndio maana Paulo pia alisema hata malaika moja anakuja. Quelque chose contraire ya oyo za vérité. Anahubiri mbalimbali na ambaye ni kweli. Qu'il soit maudit en réalité, qu'il soit en terre. Iwe vibaya. Usala na mara. Napata vizuri. Yango wape, je les maudis. Pia nikawalaani. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais des cheveux. Nikapiga wengine na nikawaongoa nyele. Et je les fis jurer au nom de Dieu. Nikaisema kwa jina la Bwana. En disant, kwa kusema, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. Et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon? Roi d'Israël. Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Le péché de Salomon. 1:4. Mais ekabola mboka tilelo. Salomon atosa te verset kaka Deutéronome 7 verset au total. Salomon heshimu tu hiyo kumbukumbu la Torati 7 nyamba hii tunatoa. Hiyo sani kaka. Hiyo Losambo na ya. Kuomba ni unakuja. Mabonza na pesa. Tini na pesa. Moja 10. Kaka olenge na sana mwa mtu nangamo go boy. Ndeza mabe. Na mwa mtu wangu moja hivi ndio inakuwa vibaya. Un seul cas. Moja tu. Écriture kama moko. Na andiko moja tu. Ile péché kaka écriture moko. Alifanya tu dhambi ya andiko moja tu. Dieu divisa le royaume. Mungu akagawa ufalme. À cause de ces péchés. Dieu a hiyo dhambi. Le royaume est katana. Ufalme kagawanyika. Nebuchadnezzar pa péché kaka écriture moko. Nebukadnezar alifanya pia dhambi kwa andiko moja tu. Nebuchadnezzar a péché en écriture à Deutéronome 8 verset 17. Nebukadnezar alifanya dhambi kwa kumbukumbu la Torati 8 usomi wa 7. Et le but ne dit pas à ton cœur tant au comment na biloko ebelelo bake na makasi na ngai ile na swa kilo. Usiseme kwa roho yako wakati utaona kitu vingi unasema kwa nguvu yangu ndio nilipata. Na Daniel 4 Nebuchadnezzar azotala la ville. Daniel 4 Nebukadnezar anaangalia maisha. Ville le bio la grande ville. Anaangalia mji kubwa anasema wewe mji kubwa. Neno na tongi na makasi na. Hiyo mji kubwa naitika kwa nguvu yangu. Zamba moni verset moko ebebi moko. Mungu anasema andiko moja naharibika. Ekotisa Rome bana zamba. Verset moko. Kita mfalme mzima anaenda lala kuponi.
ngai nazotosa na nazobanga za meme Mimi niko naogopa nazalaka na mwa mtu na mwa na quartier namona kama mtu mmoja ana program tokobala na sana motema na mipango tutaelewa, hakuna shida baadaye. Melokola nzoze zaka na mo faiblesse na yako hizi huyu hapana hivi, ndio maana tunasaidiana tu. Tokweyaka Tunakataa huko. Nzambo yo wapi? Mungu wa wapi huyu? Nous adorons le Dieu saint. Tunaabudu Mungu takatifu. Ceux qui vasent ce sont quoi mamara? Kama chungu iko nasukua vipi? Vases wane kozala utile pour le maître de la maison. Hiyo chungu itakuwa ya faida kwenye kazi ya mwalimu wao. Alors Nathalie siyo boye kotanisa kibalako kase ba mariage. Walikuwa na vunja maunyumba. Ozui Jean Baptiste. Unakamata yeye mbatizaji. Tanga zote la parole. Wakati unahubiri neno. Amoni Herode azolekana mwasi ya batu. Anaangalia Herode iko napita na mwanamke wa ndugu yake. Akati ya Charles. Ndani ya farasi. A quel faux mariage. Simamia ndoa vibaya. Ingotali saka esprit de lié et kata kande ba faux mariage. Ni kusema roho ya yeye inakata inavunja. Na pesi yo ba témoignage on peut comprendre esprit de lié musale salaka. Leta maushuda hiyo mbili kwa sababu leo roho ya yeye kazi yake inakata. Ça va. Ni sawa? Alors, ce qui est fait dire moi ekoya pona Israël. Kama kuko hiyo roho ya yeye itakuwa. Si ekoya mokata nde ba mariage. Itakuwa kuvunja mandoa. Israël sana kata ba mariage. Israeli iko ndani ya mandoa. Ba mariage sana yango eza avec des femmes. Hiyo mandoa iko na wanawake mataifa. Tangu batezo ba kukata ba mariage wana. Wakati wapaka wawili watavunja. Wana la bête azosala nde ba mariage. Na hiyo huyu mnyama iko nafanya mandoa. Azosala ba alliance humaine. Maagano zake za umutu. Mais Israël azana batuyo de tezo ba ko protéger bango ke bakota na alliance wana te. Na Israeli iko ndani katikati ya watu ambao wapaka wawili watawachunga wasiingie katika hiyo maagano. Tangu tezo ba kukufa. Wakati hao wapaka wawili watakufa. La bête na hiyo mnyama la bête akoluka partout les moyens que Israël pas kota na même mariage. Mnyama huyo atatafuta namna yote Israeli ingie pia katika hiyo agano. Mais 144,000 ebobo yangu. Lakini 144,000 ebobo yangu. Hiyo watu wa Israeli wataika. Aujourd'hui Apocalypse 14. Na kamata Ufunuo 14. Poto kele kosisa. Ende kumaliza. Parce que ça bientôt que l'enchaînement tu te comprendre tout ça. Kwa sababu inaomba tuendelee tuelewe. Apocalypse 14. Ufunuo 14. Ezoe biso boye. Tuambia hivi. Au moins sur le verset 1 Apocalypse 14. Kamata usome ya kwanza ya Ufunuo 14. J'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Nikaangalia nikaona malaika anasimama juu ya mlima wa Sion. Et avec lui 144,000 personnes. Na pamoja naye watu 1444 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Na walikuwa na majina yao na majina ya babu yao wakaandika juu ya sura yao. Maintenant toqué une verset 4. Tunaenda usome wa 4. Parce que expliquer 144,000. Tafsiria hawa verset 4 maintenant Apocalypse 14. Usome wa 4 ya Ufunuo 14. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ni watu ambaye hawakubebwa na wanawake. Apocalypse 14 verset 4 maintenant. Ufunuo 14 usome wa 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ni watu ambaye hawakujichafua na wanawake. Car ils sont vierges. Kwa sababu wanaokuwa ils suivent l'agneau partout où il va. Walifuata mwana kondoo popote alienda. Ceux qui sont 44,000 ba se souiller na ba femme c'est que reste ya peuple Israël qui se souiller na ba femme. Ni kusema kama hiyo 1444 hawakujichafua na wanawake, ni kusema nusu wa Israeli ceux qui sont 44,000 ba se souiller na ba femme te kama 1444 hawakujichafua na pression oye uteki libanda yake bo bala ba femme. Ilikuwa nguvu ambayo ilitoka nje ilikuja nasema muoe wanawake. Unasoma na maramu Napata vizuri. Unasoma kwa bien? Unaelewa? Donc 144,000 ekokota na balianso eza na terre te. Hiyo 1444 haitaingia kwa hiyo maagano ya dunia. Eba kobo mabango 144,000. Watawaua hawa 1444. Le reste ya ba Israelite. Lakini nusu ya Waisraeli anaona 144,000. nje ya hiyo bakokota na mabala wala mabe. Wataingia kwenye manyumba ya mbaya. Est-ce que vous avez na bala? Napata vizuri. Bosi mawadi Wanashika vizuri.
Pona ni bakota na mabalo mabe. Kwa nini wataingia kwenye unyumba mbaya? Eza simplement pour confirmer biso l'écriture. Iko kwa sababu walihakikisha wanaandiko Que 144,000 bakosangana na basite. hiyo 1114 hawatachangana na Soki balobika ka 144,000 nde bakosangana basite seke bamisusu bakosangana na basi. kama wanasema 1114 hawatachangana na wanawake, ni kusema wengine watachangana na wanawake. Donc soko zui bana Israël. Ukachukua wana wa Israeli Bakoko zala ba million ba ebele ebele. kwa wa elfu iko mingi. Mais na ebele nyonso wana 144,000 nde ko s'essuyer te na ba. Lakini katika hiyo wengi 1444 ndio hawatajichafua na wanawake. Ba femme sina expliquer bino ba femme ezane ba nation. Wakati kuna sawa wanawake kama tunaweza tafsiri wanawake wasema ni mataifa. Lelo yo Israël azana kati ya alliance na ba femme azana. Israeli leo ni na agano na wa mataifa. Mais comme esprit lié yaka kokata nde ba mariage wana mabenzi Oya Elia iko na pia kuvunja hiyo mandoa baya. Badezo bakoya. Wakati wapaka wawili watakuja kokata ba mariage ko watakuja hiyo maunyumba ya mbaya. Soki bakati ba mariage wana Wakati watakata hiyo maunyumba wana kozala étape ya elilingi oyo ezali na Bible. Itakuwa wakati ya unguli ambaye itakuwa kwenye Biblia. Okomona ke tangu Israel auti captivité na l'ère ya Babylone. Utaona wakati Israeli toka kwenye utumwa wa Babyloni, Batu bazalaki kotea na tawana. watu walikuwa wanahubiri kwa hiyo wakati. Ezalaki Age na Zakari. Ilikuwa Agai na Zakaria. Deux prophètes bazakotea au même moment. Ilikuwa nabii wawili walikuwa wanahubiri kwa wakati mmoja. Teo balobi ke Nzamba atindaka deux prophètes au même moment te eza lokuta. Hiyo mahubiri ambayo wanasema Mungu hatatuma nabii mbili kwa wakati mmoja ni uwezo. Esdras chapitre 5 Kusema Esdras sura ya 5 verset 1 à 2. usome wa kwanza na pili. Elobi Age na Zakari prophétisèrent. Agai na Zakaria wakatabiria. Donc deux prophètes au même moment. Nabii mbili wakati mmoja walikuwa wanafanya kwa hiyo wakati. Au moment où des prophètes la prophétisé, wakati wao nabii mbili walikuwa wanatabiria. Esdras cassait le mariage. Esdras alikuwa anavunja mandoa. Donc Elikolo baboye Ni kusema kwamba soit Esdras comme la parole le besoin baoteya. Kamata Esdras kama neno ambayo mpaka wawili Cette parole zoteya ma ekokata ba mariage. hiyo mahubiri ambayo yanahubiriwa tavunja mandoa. Donc les deux temps bakoya Mpaka wawili wakati watakuja bakolongola Israël na boyoka nyonso batu ya terre. watatosha Israeli kwa masikizano yote ya watu wa dunia. Yango nde kotombokisela la bête. Ndio itatombokesha mnyama. Parce que la bête akozala na alliance ya terre. Kwa sababu huyu mnyama atakuwa na maagano. Bakomona batu moko mibale balingi baboyokani te. Wataona watu wawili hawapende masikilizano. Nazopesa bino bandakisa moko apete. Niko nawaonyesha mifano ya rais. Même lelo Hata leo sokoza president na mboka moko kabuko rais kwenye mji mmoja okoyi alliance na États-Unis okomi ennemi bakobetaka yo. unakataa kuungana na Marekani watakupiga. Ozi Saddam Hussein Unakamata Saddam Hussein lokola bimaki na alliance giza litoka kwa maagano ekomi bakongo lukala ye problème azana ba utafutia maneno ba arme chimique anakuwa na bunduki ya nguvu chimique. Il faut te contrôler ba usine. Angalie mama abeti bakupiga. Bona nini aboyi alliance alikataa maagano. Na terre il y a des alliances. Kwenye dunia huko na maagano. Gaddafi pia bamoni ye pikla zoni nga alliance tazobosa na ba grand ke angalia sema huyu anataka geuka comme yo zo ma alliance to prouver que tu as fort hizi anakataa maagano tutawa asangani babeti bakanemo wanachanganya mabeleza nde bongo udongo ni hivyo. il faut amona okotaka na alliance na bango. Naomba waone wanaingia kwenye maagano zao. Mais Israël azape na kata alliance. Lakini Israeli pia ni katika soma moni Israël mtaproteja kaye kwa États-Unis. Ukaona Israeli mtu anamchunga ni Marekani. Azana ba protection na yeye aussi dans la chair comme ça na ba puissance misusu. Na nguvu ya mataifa. Mais maintenant les deux batie Israël en quarantaine na bangonios. Sasa wapaka wawili watakuja wanatia Israeli mbalimbali nao. Mais si babikolo noso bakosanga na poka luka baya kubeta Israël. Sasa mataifa yote watachanganya watakuwa wakupiga Israeli. Uzola na malamu? Napata vizuri. Yango nde kosale mabombo. Yao ndio tafanyika hivyo. Mais tangu bakoya po babeta Israël tangu badezo bakosala badezo bakona kudeklare moto ekiteli ba. Wakati watakuja kupiga Israeli wakati wapaka wawili wangali na ubiri wakati wapaka wawili watakuwa ita moto kutoka mbinguni kwa wana baomba sana kata lise ba kusantiri ki tu sana protection makaza wale wakati watakuwa ndani ya Israeli kwa uchungwa kabisa. Basa watu pamba. Hawa ni watu bure. Badezo bazo deklare kama watu wapaka wawili kuna
la bête aye abomi. Itafanyika mnyama na kuya na uwa. Les deux yeux. Wapaka wawili. Talaka niveau ba deux yeux bazalaki. Angalia tu lengo ambayo wapaka wawili walikuwa moto ikiti. Wakati wanasema moto va déclarer trompette nzambe beti maye komi parfois makila. Wakati wanasema tarumbeta Mungu inapiga maji na joto. Talaka niveau bazalaki. Angalia tu. Mena baye komona moto moko aya bomi. Wataona Mungu anawaua. En tout cas batu mususu bakono baka c'est que yeye abomi ababi bango fo azali kolo na bango. Maana yake ule ambaye aliwaua ndio basi. C'est que à part niveau na bango badeswa. Hata oya koza la kolo na bango. Ule anaweza kuwa tu juu yao. Face à la die. Inaomba kwa Mungu. C'est comme ça qu'on adorera bête comme Dieu. Budu munyama sawa Mungu. Et Israël a rejeté l'alliance que les deux hommes avaient qui vont. Israël watatupa agano ambayo wapaka. Mais les 144 000 bakomboya basi pirete bakolingate kukosa na baliaso. Or la Bible lobaki na Apocalypse 13 que ceux qui ont adoré te bakoboma yo. Biblia inasema kwenye Ufunuo 13 kama unakataa na kuua. C'est comme ça les bakoboma ba 144 000. Ndio hizo wataua wale 1100. Soki bakoi ba 144 000 elongolo bateke ba Israeliti basili te. Wakati wataua hawa 1100 ba Israeliti basa. Sema wa Israeli wanaisha bakoti bango nyonso na idolatrie. Lakini wote wanaingia kwenye mabudu sanamu. Menzamba kotika peuple na yete. Lakini Mungu ataacha taifa lake. Akolinga kaka yako délivrer peuple na. Atapenda tu akuya okoe taifa lake. Mais yako délivrer ye akotala bizaleli na bango te. Atakia kumuokoa hata angalia tabia yake. Parce que tango délivrer bango na Egypte atala bizaleli na bango te. Aliwaokoa kwenye Misri huko hapo. Délivrer bango pour kanisi elaka lobeleke pa Abraham, Isaac et Jacob. Agano ambaye leta Isaac. Délivrer bango. Ndio ayaokoa. Metango eko délivrer bango. Wakati anakia kuokoa. Biblia lobike amemaka bango na mapapo mpongo. Biblia inasema aliwabeba kwenye mabawa ya tai. Exode 19 verset 4. Kutoka 19. Donc onema Israël na mapapo mpongo. Alibeba Israeli kwa mabawa ya tai. Bakunyo mapapo ango oyo babebelaki Israël ko bima Egypte za bana. Ni mabawa ambayo alibeba Israeli kutoka Misri ni ya wapi? Olobi kuna na Exode zalaki Moïse na Aaron. Huku kwenye kutoka ilikuwa Musa na Haruni. Bangonde mapapo mpongo za baitilizaki kwa bimisa Israel. Wale ndio mabawa ya tai ambayo Mungu alitumizia juu kutoka Israeli. Esukeli wanate. Lakini haikuishia hapo. Nzamba tinda kaka de serviteur te pour bimisa pepe. Mungu akutuma tu watumishi wawili juu watoshe taifa. Abakisa envoyer moko. Aliongeza mtumwa mmoja. Tala envoyer mwana Michel. Angalia hiyo mtumwa kwenye Mika. Parce que ces choses il faut comprendre dans votre vie. Kwa sababu hiyo mambo inaomba ielewe vizuri. Michel 6. Mika 6 verset 4. Usome wa 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Kwa sababu nilikupandisha kwenye mji wa Misri. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Niliokoa kwenye nyumba ya utumwa. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Musa, Aruni na Maria. Donc Zamba tindela Israël 3 batu. Mungu aliwatumia Israeli watu 3. Atinda Moïse, alituma Musa, atinda Aaron, alituma Aruni, matinda pe Marie. Akatuma pia Maria. Atinda pa Marie pour nous c'est très important. Alituma Maria kwa nini? Kwa muhimu sana. Bamoni usomisa tuona bazaki basakuli. Hao wote watatu walikuwa wanabii. Marie pe bazobenge la prophétesse. Maria pia alikuwa anamuita nabii mke. Aaron pas un prophète. Aruni pia ni nabii. Parce que c'est la bouche ya Moïse. Kwa sababu alikuwa na kinywa ya Musa. Moïse pas un prophète parce que c'est la bouche de Dieu. Musa pia alikuwa nabii. Donc Bamoni sont trois bazalaki n'esprit à prophétie. Hao wote watatu walikuwa na roho ya unabii. Unaona na mala? Unapata vizuri. Bamoni sont trois. Hao wote watatu bazalaki n'esprit à prophétie. Walikuwa na roho ya unabii. Mais yebana ntokendeka malembe. Naomba kujua tutaenda polepole. Yeba que après que 144 000 bakokufa. Kiisha hao 1440 watafariki. Ba Israelite bakozalaka na mabele à part 144 000. Waisraeli watakuwa tu kwenye udongo. Ba Israelite wanakotika na bakuta na idolatrie. Hao Waisraeli watabaki waabudu sanamu. Badani bakozala, bana Dan. Badani watakuwa. Bana Efraim bakozala. Watoto wa Efraim watakuwa. Bana ya Juda, koso ki balebi? Watoto wa Yuda watakuwa.
ya Juda. Watasema 12,000 ya Ça Yuda. veut dire 12,001 batangi ete. 12,002 batangi ete. Ya moja na mbili ya 12,003 batangi ete. 12,000 na 13,000 batangi ete. Toyokani? 13,000 wa watatu. Soki balobi 12,000 ya se. Batu basuki 12,000 te atako. 12,000 watu waishi 12,000. Aser baza ebele. Asoro uko wengi. Mais 12,000 quand même bako garder pireté pour pas toucher femme. 12,000 tu ndio watachunga watakaso wasikuse C'est mwanamke. que suite ya bana ya Aser, Ni kusema nusu ya suite watoto ya wa bana ya Aseri, Juda, nusu ya watoto wa Yuda, suite ya bana ya Zabulon, nusu ya watoto wa Zabuloni, suite nyonso wana. nusu ya watoto wa hawa yote Baza écrit en Apocalypse. hawaandikwe kwenye Ufunuo 7. Baza ba oyo bakozala séduit après des jours bakufi. Watakuwa ambayo watabebwa kisha wapaka wawili Même bakosukela na séduction wana te. hawataishia hapo kwa hiyo machafuko. L'Éternel n'est maintenant koyapo ayako beta la bête pas beta ba roi de la terre. Wa milele ndio atakuka sasa kukuya kupika huyu mnyama na wafalme wote wa Tangu bakomona bikamo wana minene. wakati wataona hiyo mashangazo kubwa. Rappelez-vous tangu Israël ezalaki koloba baledie. Utakumbuka wakati Israeli alikuwa anasema bale Mungu bale Israël nyonso ezalaki emporté. Israeli yote ilibebwa. Mais avec un grand miracle, Israël se repentaka. Lakini na miujiza kubwa Israeli Alors ilitubu. non, l'Éternel est Dieu. Wa milele ni Mungu. Hata tuadoraki Baal totiki. Hata mliabudu bale tuna L'Éternel est Dieu. wa milele ni Mungu. Est-ce que na bala? Unapata vizuri. Donc tangu adoration ebosayo. Wakati mabudu itafanyika. Banani bakosala adoration wana ya mate. Watafanya mabudu hiyo ya vibaya. Bana ya Juda o batangi tena 12,000. Watoto wa Yuda ambao hawakuwataja. Bana ya Sero batangi tena kata 12,000. Watoto wa Aswero ambao hawakuwataja kwa Donc Israël no se kotika na dehors ya 144,000. Israeli yote watabaki nje ya hiyo 1,414. Wana 144,000 si bakufi. Pale 1,414 washafariki. Parce que ba oyo bakota na idolatrie. Kwa sababu hao wataingia kuabudu sanamu. Déjà awa wana première portion. Na hiyo kipande ya kwanza Ya litère ya neti ya 3 ans et demi ya 2 juin. ya mahubiri ya mwaka 3.5 ya wapaka wawili. Na première portion ya litère ya 3 ans et demi ya 2 juin. Na hiyo kipande ya mahubiri ya kwanza ya mwaka 3.5 Ndege ya kwete ya mwaki. wawili ndio ilihubiriwa. La parole d'alliance epesami. Neno la kale kaletwa. Eke emonisami ke bandimaki bango nyonso. Ikaonyesha kwamba wakakubali wao wote. Mais 144,000 oyo. Lakini 1,000 Na leo oyo badezo babomi bango. wakati wao wapaka wawili watawaua 144,000 et garder l'enseignement boyi kosesuye na bafami. 1,414 na chunga mafundisho na La fête abomi bango. na huyo mnyama Mais atawaua. reste à Israël koti na abomination. Nusu ya Israeli inaingia kwenye machafuko. Na tao ya 3 ans et demi. Na hiyo wakati wa mwaka 3.5 Ya mibale. ya pili. Eza 3 ans et demi ya liboso. Iko mwaka 3.5 ya Et puis 3 kwanza. ans et demi ya mibale. Iko mwaka 3.5 ya 3 ans et pili. demi ya liboso nde batezo batei. Mwaka 3.5 ya kwanza ndio wa Batezo oyo baza neti Moïse kuna na Exode zeki Moïse na Aaron. huku kwenye wapaka wawili hawa iko kwanza Musa na Haruni huku kwenye Kutoka. Awa na Apocalypse 11. Hapa kwenye Ufunuo 11. Na Apocalypse 11. Ufunuo 11. Eza maintenant Moïse na Eli. Itakuwa kama Musa na Elia. Alors, lokola déjà Nzamba lobi na Michée 6. Jinsi Mungu alisema kwenye Mika 6, Atindaki 3 envoyés. alikuya na watumwa watatu. Soki déjà mibale batangami. Kama wawili waisha tajwa. Seke moko kaka ndatikali. Kusema mmoja anabaki. Moko ya tikali kuna na ombre. Mmoja ambaye anabaki kwenye umburi Eza ne Marie. ni Maria. Uzona na mara? Napata vizuri. Mbona nini Marie? Kwa nini Maria? Zamba sala ne wana pona kolobake akoya kobikisa akotala moto te akoya na faiblesse pona kobikisa. Atakuya kuponywa, hata angalia mtu atakuwa na udhaifu juu ya kuponyesha. Même biso poto bika tala ba bizali na biso te bana. Hata sisi kwa sababu tupone, akuangalie tabia. Aya toujours comme une femme. Alikamata sisi kama wanamke. Pobika. Juu pone. Miséricorde kaka. Neema. Lolingi Mungu atamba koti na force adoration na idolatrie. Ni namna moja wakati wanaingia kwenye mabudu baya. Akoya abeti ba nation.
atakuwa anapiga mataifa. Tanga kobeta ba nation. Wakati anapiga mataifa. Alors bango bazaki na idolatrie ba moni Wakati vraiment. walikuwa sanamu wanaangalia sema Sambe na ngai. Mungu wetu. Beto tokanza sasa makasi ba beti yebo. Tuliona huyu mnyama ni wa nguvu lakini wanampiga hivyo. Basi yango to pipesaki. Bakiatinga tiba na somo moyo. Walikuwa kule hivi. Hapana. Esa na msua sama kasi kulika baba. Mungu na mwingine ambaye ana nguvu kumshidia. Nde Yesu akubimela bangu. Sasa Yesu katokelea sasa. Nde bakutuna Yesu bapota oyo zoki yango wapi? Hiyo vidondo litosha wapi? Nde balabine Yesu akolobaki na zoki yango na kana ndako na bino ndiko sababu na yenu ni ndio kulifanya niumie. Nde mbala moko bakobana ko se repentir babandi kolela. Wataanza kutubu na waanza kulia. Basole la devant Jésus wana na bana Dan. Yuko nalia mbele ya Yesu na watoto wa Dan. Na bana ya Efraim. Na watoto wa Efraim. Na ba oyo bazo continuer na ba 2001 12,002 12,003 bakanga vite. Bona ni le Seigneur ayepa na bango comme mari. Kwa sababu Bwana alikuwa kwao sawa Maria. Comme troisième envoyé mais ayambi bango dans sa faiblesse net. Sawa mtumwa wa tatu lakini aliwapokea kwa udhaifu wake sawa mwanamke. Sura na mwana? Napata vizuri. C'est pourquoi na zoe sabino kote ya ona kati adibota dana longwa sana bokonza zambete wana zo kosa bato. Ndani ya mahubiri ya Dani wakati bake osana enseignement te donc te abongo ndio tahubiri vile. Dana nzamba ebi tena bokonza zambe. Mungu amjue kwa ufalme wake. Roma te mshe sala kapasi. Hiyo mahubiri ngine nafanya. Yoki muteme swina kusu. Sikia roho inaluma kuluma. Pesi badani bamono so bazamena racheter na sukao. Hawa wadani wote wiko wanakombolewa. Yamonde balobaka tout Israël sera sauvé. C'est ça. Ndio maana wanasemaga Israeli nzima itaokolewa. Ndio babuki na 144,000. Wakati wanavunja watu babiki non à cause de leurs œuvres. Watu wengine walikuwa na aibu kwa sababu mais Obama tout Israël sera sauvé. Kwa sababu nisemwa Israeli yote itaokolewa. Hata bakote na ba idolatrie na bila salite. Mais le Seigneur akoya comme Marie. Lakini Bwana atakuja kama Maria. Comme une femme dans la faiblesse poya makaba. Kama mwanamke kwa udhaifu ndio wapokee. Netanga bomone ba se repentir. Wakati watamuona wana tubu. Dans toutes ces choses nazo pesa toujours petit à petit na hivi kezamba kusunga bilo. Ndio kitu yote niko naleta kidogo nitajua Mungu atawaponya. Tokana nukanga sur le ténèbre. Tunaangalia hata giza. Na kati ya premier jour. Siku ya kwanza. Eloka sengelo simba d'abord yangwa. Kitu ambaye naomba ushike kwanza. Metosione boye parce que sengeli kopesa de plus ample lumière na kati na moko na moko. Tutembea hivi tunapenda tulete nuru kwa kila mmoja. Posoko kufinalité ya mabe okomona nzambe. Yeba kama mahubiri vibaya. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.